Je, nini hasa kilitokea Kisii kwenye mkutano wa Linda Mwananchi mpaka kabla ya mkutano kulisikika sauti za two term? Alafu muda mfupi baadaye kundi jingine likaonekana likiimba one term na kutoa madai tofauti. Na kama kweli haya matukio yalitokea kwenye mkutano huo, yanamaanisha nini kwenye siasa za kuelekea uchaguzi ujao? Leo tutapitia video kadhaa zilizorekodiwa siku ya jana, tuangalie kilichotokea, tusikie kauli za viongozi mbalimbali na mwisho wewe ndio utoe hitimisho lako. Karibu sana hapa Mizuka Media. Kabla ya viongozi wa Linda Mwananchi kuwasili Keumbu huko Kisii, video zilianza kusambaa mitandaoni zikionyesha kundi la watu wakitembea mitaani wakiwa wamebeba rungu na vitu vingine huku wakiimba two term. Katika baadhi ya video hizo pia anaonekana afisa wa polisi akiwa karibu na eneo hilo. Kutokana na video pekee haiwezekani kuthibitisha kwa uhakika sababu ya uwepo wake au kile kilichokuwa kinaendelea nje ya kile kinachoonekana kwenye picha. Wapo waliohusisha tukio hili na maandalizi ya mkutano wa kisiasa, huku wengine wakitaka uchunguzi zaidi ufanyike kubaini kilichotokea. Lakini kilichofuata baadaye ndicho kilichozua mjadala mkubwa zaidi. Baada ya mkutano wa Linda Mwananchi kumalizika, video zingine zilianza kusambaa zikionyesha kundi la waendesha bodaboda wakizunguka wakiimba one term. Katika video hizo, baadhi ya watu walidai kuwa walikuwa wamekaa katika eneo la ATC wakati wa mkutano na baadaye walilipwa shilingi 500 badala ya kiasi walichokuwa wanatarajia. Haya ni madai yaliyotolewa na watu wanaoonekana kwenye video na hayajathibitishwa kwa ushahidi huru. Video hizi zimezua mjadala mkubwa mtandaoni kuhusu matumizi ya vijana katika siasa na umuhimu wa kuthibitisha taarifa kabla ya kuzifikia hitimisho.
we baro chenga Linda Mwananchi ngochere tauni wakaratika basangereria na bodaboda bonsi pinga mukire stage abantu be municipality batwairira batwanikire kurumambi baka bona sakuna moja alimoka unga 500 ingento keke 500 je wakane pivyoso yo wakana enda geroko wara mafuto kubeka useranchi okoli. Mbali na matukio hayo, viongozi wa kisiasa nao walitoa kauli kali. Akizungumza kwenye mkutano huo, James Orengo alikuwa na ujumbe mzito kwa gavana wa Kisii Simba Arati. Baada ya kauli yake, mjadala uliendelea kuhusu mwelekeo wa siasa ndani ya eneo la Kisii. Nataka muambie Arati, mimi ndio headquarter ya fujo. Mimi ndio headquarter ya fujo. Mimi ndio headquarter ya fujo. Mimi ndio mnemfunza Arati tukiwa na babu, lakini kwa sasa akijaribu kuleta fujo hapa Kisii, tutaonana mundu kwa mundu. Senator Edwin Sifuna naye hakuficha hisia zake. Alisema aliwahi kuamini kuwa Simba Arati ni rafiki yake, lakini baadaye alishangaa kumwona akiwa katika kikao na watu ambao kwa mujibu wa kauli yake walikuwa wakipanga kumwangusha kisiasa. Kauli hiyo ilizua mjadala mkubwa kuhusu mahusiano ya viongozi ndani ya upinzani. Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu tumefika Kisii leo. Tangu tuachane, kuna mambo ambayo yamefanyika na nataka niseme hayo mambo mawili peke yake. Kwanza, kama watu wa Kisii, nataka nichukue nafasi hii kuwapatia pole speciali kwa sababu hatujakutana tangu tumpoteze baba Raila Amolo Odinga. Na niwashukuru watu wa Omogusi kwa kusimama na baba miaka hiyo yote ambaye alikuwa anafanya kazi kama mwanasiasa Kenya hii. Mujipigie makofi. Asanteni sana. Mimi baada ya baba kuondoka nimepoteza marafiki wengi sana, lakini pia nimepata marafiki wapya wengi sana. Nyinyi ni marafiki zangu. Nyinyi ni marafiki zangu. Simba akanyage kubwa, aende akiendanga, muta replace Simba. Wangapi wanasema Simba akanyage kubwa? Nataka niseme nikiwa hapa Kisii, Mheshimiwa Simba, nilikuwa najidanganya ati wewe ni rafiki yangu. Kumbe unaweza kuingia mahali wanachinja Sifuna, wewe ndio mwenye kunoa kisu. Mimi nitakuambia Simba, nimekusamehe, lakini watu wa Kisii munirudishie hiyo deni, nilipie hiyo deni. Jambo la mwisho, nataka niseme kama mmoja wa viongozi wa Linda Mwananchi hapa, kuna watu wanafikiria ati sisi tutatumika kugawa kura, ati ndio Kasongo apite katikati. Nataka nitangaze nikiwa Kisii, hakuna mtu anafungulia hiyo paka dirisha ati iruke nje. Tutatafuta Matiangi. Tumepata niendelee nisiendelee? Niseme nisiseme? Si tumepata Maraga yuko hapa. Tutafute pia Kalonzo, tutafute Matiangi, tutoe kikosi moja hatari. By saa 12 asubuhi Kasongo kuwa ameenda nyumbani. Wangapi wanakubaliana na sisi? Timu ni moja, tamu ni moja. Asanteni sana. Nataka nichukue fursa hii, babu ananikumbusha short pia ni moja. Wacha nichukue fursa hii niwakaribishie viongozi wengine wako hapa. Nataka Mheshimiwa James Orengo Mheshimiwa James Orengo na Mheshimiwa Sosi wazungumze, alafu tutajulisha kwa wabunge. Lakini mjadala hukuishia Kisii pekee. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro naye alitoa maoni kuhusu hali ya kisiasa nchini. Katika hotuba yake alisema kuwa utamaduni wa kutumia makundi ya vurugu na siasa za mabavu unaweza kuja kuwa changamoto kwa yoyote atakayekuwa madarakani baadaye. Kauli hiyo imeendelea kujadiliwa na wananchi kutokana na mazingira ya kisiasa yanayoendelea kushuhudiwa nchini Kenya. Kuna jambo moja tu nataka nieleze wale ambao sasa wako serikalini. Polisi wa Kenya walitoka hapa wakaenda Haiti, tukaambiwa huko imejaa goons.
ati unakuja hapa Kahuro unapata kuna gangs kama 3 inachukua mpaka kodi. Na watu wa Kenya wakaona Kenya ndio itasaidia. Askari wetu wakaenda pale Haiti. Mchana tukiwaona tukipiga makofi. Walirudi usiku kama wamefichwa. Hata Wakenya hawajui polisi wetu walirudi kutoka Haiti. We want as Kenyans and as leaders to address the government very directly. This culture you are promoting of goonism and cartels of violence, for sure, as today is Friday, will come back to haunt you as government. Tumeona kama leo asubuhi na jana ya kwamba kwa sababu hii serikali sasa ina operate na goons. Tumeona mpaka pale Pagani watu abiria wanasimamishwa, wanaporwa na wanawaambiwa waende wakaripoti kwenye wanataka kwenda. We cannot have that kind of Kenya. Na kama serikali imeshindwa kulinda wa Kenya, waseme tujilinde wenyewe. But we are not going to allow, wakati kuna by-elections, ati serikali wanafikiria they'll come to intimidate the people of Kenya using state-sponsored violence. We know you people ambao mko serikalini. Some of you have thrived on violence. We want to tell you the violent Kenya and Kenya guided by violence ended hiyo wakati mlikoze violence hiyo wakati. Na hatutaruhusu mtu anajifanya hapa wenye wako serikalini ati watu wamekaa mkutano kama hii ati polisi ndio wanaleta goons kuharibu maisha ya Wakenya. Hiyo mambo tunayaona kule ya Orokarau. Ati elections inafanyika nchi ya Kenya. A decision that a Kenyan should make. But sasa ni masidano ya vita na violence. Na sio violence ya Wakenya, ni violence ya serikali. The government must know there is no one to cheat around. Whether you bring people without uniforms or you bring them wearing whatever, there is no violence that can happen kama serikali haielewi. Na kama haielewi, it has no business calling itself government. Wakenya wamechoka. Hii mambo ya violence kila wakati. We have had many regimes in Kenya, but this is the first time we are seeing serikali yenyewe ina sponsor goons, wanaenda mikutano ya siasa, wanaenda kanisani kama juzi All Saints, wanaenda barabarani kupora watu. Kama wakubwa wameoda askari wetu wa brothers and sisters waangalie tu na wasiwaulize. This is the first time. Lakini sisi tunataka kuwaeleza, muifanya tu kama mzaha. Soon you are going to realize that the common enemy of the Kenyan people is the same government. And if Kenyans gang around you the same way you are ganging around Kenyans and against Kenyans, you'll come to regret the goonism you are promoting. Sasa swali kubwa ni hili. Je, Kenya inaingia katika kipindi ambapo ushindani wa kisiasa utaendelea kuhamia mitaani? Na kama madai yanayotolewa na watu mbalimbali ni ya kweli, hatua gani zinapaswa kuchukuliwa kuhakikisha vijana watumiki kama nyenzo za kisiasa? Haya ni maswali ambayo wananchi wengi wanaendelea kujiuliza. Lakini sasa nataka kusikia kutoka kwako. Baada ya kutazama video hizi zote kwa mpangilio, unafikiria nini hasa kilitokea Keumbu Kisii? Je, matukio haya yanaonyesha nini kuhusu siasa za Kenya kuelekea uchaguzi ujao? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Hamjambo. Munasema one time. Harambe. Harambe. Sasa kuna jamaa ameamua ati Kisii ndio itakuwa headquarters ya goons. Mutaitikia? Mutaitikia hiyo maneno? Semeni ashindwe. Ashindwe. Alafu tukimalizia tunasema sisi ndio. Sisi ndio. Asanteni sana.